Mtazamaji wa Sibuka TV na msikilizaji wa Lindi FM, nikusalimie kwa jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, na nikukaribishe katika kipindi na nyakati hizi nzuri tena Mungu aliyotujalia siku ya leo kwa ajili ya kusikiliza, kujifunza neno la Mungu, kwa ajili ya kujifunza na kusikiliza neno la Mungu. Niliyepata neema tena kusimama wakati huu kusema na wewe. Majina yangu ninaitwa mchungaji Boniface Sitivini, natokea katika kanisa la EAGT Renovation Bujola Kisesa katika mkoa wa Mwanza. Ninalo kusudi la kusimama mahali hapa kama moja ya kutimiza kusudi la kanisa katikati ya jamii na katikati ya watu wa Mungu. Maana kama kanisa liko kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani ya kanisa kulitenda kwa jamii ya Mungu, ya watu ambao ni wamchao Bwana, ni watu ambao wameumbwa na Mungu. Na moja hilo kusudi ni wa kuwakumbusha juu ya habari ya mambo yanayomhusu Mungu, kuwakumbusha watu mambo yanayomhusu Mungu. Kikawaida moyo wa mwanadamu una asili ya kusahau, na kama una asili ya kusahau, iko sababu kila wakati wepo kukumbusha kuhusu habari ya mambo yanayomhusu Mungu. Na katika siku ya leo Mungu ametupa neema hiyo tupate kukumbushana pamoja na wewe. Na kabla sijaendelea kukuletea somo ambalo Mungu ametupa siku ya leo, nikuombe mahali ulipo sasa tukamwombe Mungu alafu tuendelee. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme, Mungu wa uzima, tunasema asante kwa neema yako na uzuri wako Bwana unaotenda katikati yetu. Ndio maana tena umetuamini na umetusimamisha tena, Baba, tupate kusema pamoja na wewe, ili Roho wako aliye mwalimu na kiongozi apate kujifunua katikati ya maisha yetu, ili Mungu Baba mfalme amani, tukalipokea lile kusudi lako Baba la ujio wako kwa ajili ya kutukomboa na kutuokoa. Baba, nasi tuko mbele zako, tumekubali kunyenyekea. Wacha tena Baba kaseme nasi, wacha tena Mungu kazungumze na maisha yetu, penye kutuonya ukatuonye, penye kutukaripia ukatukaripie. Wewe ambaye utitiaye moyo, mfalme wa uzima, ninayakabidhi sasa mafundisho haya Mungu na kipindi hiki mikononi mwako, na watazamaji wangu Mungu na ukabidhi mikononi mwako Baba, kawape tena kusikia kwa ajili ya utukufu wako. Yule shetani adui ibilisi hana nafasi tena nyakati hizi na majira haya, akanyamaze kimya Mungu aliye hai katika anga na katika nchi, ili utukufu na heshima Bwana vikakuendee Mungu aliye juu. Ni katika jina lako Yesu ninaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, mtazamaji, ninakusalimu tena kwa jina la Yesu, na sasa ninatamani tufundishane pamoja na wewe. Somo langu linasema siri za mafanikio, siri za mafanikio ama vyanzo vya mafanikio, siri za mafanikio ama vyanzo vya mafanikio. Kikawaida jambo lolote unaloliona limefanikiwa ama jambo lolote unaloliona linatokea katika maisha ya kila siku ama maisha ya mtu, kuna kitu ambacho kimesababisha jambo hilo litokee. Na leo Mungu ametupa neema tukajifunze siri za kufanikiwa, tukajifunze siri za kufanikiwa. Kufanikiwa ni jambo ambalo linatamaniwa na kila mtu. Kufanikiwa ni moja ya jambo ambalo linautesa ulimwengu. Watu wote wanatamani kuona wanafanikiwa katika maisha yao. Kila mtu aliye na akili timamu katikati ya kuishi juu ya hii dunia anatamani kufanikiwa, anatamani kufanikiwa, anatamani kufanikiwa. Iwe ni kwenye ndoa yako unatamani kufanikiwa, iwe ni kwenye uchumi wako unatamani kufanikiwa, iwe ni kwenye uzao wa tumbo lako unatamani kufanikiwa, iwe ni kwenye huduma yako unatamani kufanikiwa. Naweza ikawa ni huduma ya uimbaji ama chochote unachokifanya unatamani kuona ukifanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unatamani kufanikiwa, na nikukumbusha tu, nikueleze kwamba moja ya kitu kinautesa ulimwengu, moja ya kitu kinafanya watu wanahangaika huku na kule, wanateseka huku, wanakwenda huku na kule, ni kwa ajili ya kutafuta mafanikio. Na kwa sababu ya kutokujua ya kwamba mafanikio yanacho chanzo chake, mafanikio yana chanzo chake.
Mafanikio yana chanzo chake. Pamoja na kwamba watu wana shauku kubwa sana ya kutaka kufanikiwa, lakini ni nini kinachozuia watu wengi wasifanikiwe? Ni nini kinachosababisha watu wengi wahangaike kuyatafuta mafanikio? Ni kukosa kujua ni nini kilicho chanzo cha kufanikiwa. Ni kukosa kujua ni nini kilicho chanzo cha kufanikiwa. Lakini Mungu ametupa neema. Katika somo hili tutajifunza vyanzo ama siri ambavyo vimebebwa ndani ya kufanikiwa. Yako mambo ambayo ukiyafahamu, viko vitu ambavyo ukivifahamu ukaviendea na kuvitendea, lazima utafanikiwa katika maisha yako. Lazima utafanikiwa juu ya yale unatamani yakafanikiwa katika maisha yako. Lazima utaona kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pamekuwepo na tafasiri ambayo naweza sema si sahihi katika habari ya hili jambo kufanikiwa. Kuna watu ukiwauliza kufanikiwa ni nini, wengine wanakuambia ni kupata fedha nyingi, kwamba ukishapata fedha umefanikiwa. Wengine ukiwauliza kufanikiwa ni nini, wanakuambia pengine ni kumiliki vitu vya thamani, magari ya thamani. Ndivyo wanavyojua kwamba uko na kufanikiwa. Kuna wengine ukiwauliza kufanikiwa, wanakuambia ni kukaa ama kujenga na kuishi katika nyumba nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Wanahisi uko na kufanikiwa, lakini kimsingi kufanikiwa ni kitu ambacho ni kipana sana. Kufanikiwa ni kitu ambacho kimebeba ujumla, ujumuishi wa vitu vingi vinavyoleta mtu kufanikiwa. Unaweza ukawa una fedha nyingi, ni kweli, lakini katika maana halisi ya kufanikiwa bado hujafanikiwa. Kwa sababu gani? Ni kweli unaweza ukawa na fedha katika maisha yako, lakini ukajikuta umeharibikiwa familia yako. Una fedha ndio, watoto wako ni wavuta bangi, watoto wako ni vibaka, watoto wako maadili kwao yameisha. Kwa maana halisi ya kufanikiwa, pamoja na uko na fedha, hatuwezi sema umefanikiwa. Maana kufanikiwa ni lazima mambo yale ambayo ya Mungu ameyaweka katikati ya mwanadamu yakae katika mzani wake, yakae katika sehemu yake. Maana yake ukienda kwenye ndoa pakutane na upendo, ukienda kwenye familia kukutane na amani, ukienda kwenye uchumi kukutane kuna mali, ukiani chochote ambacho unakiendea na kukitendea ukute kwamba kimekaa katika eneo lake. Huko ndiko tunasema kufanikiwa. Ndio maana sasa katika somo hili la leo ninasema kufanikiwa ni jumla ya mambo yote yanayoweza kumpa mtu furaha, amani, upendo na tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwa maana hiyo sasa kufanikiwa ni ujumla wa mambo yote yanayoweza kumpa mwanadamu akapata furaha ndani yake, akapata amani ndani yake, akapata upendo ndani yake, akapata na tumaini lake la kesho. Katika hilo ndio tunaweza sema mtu umefanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Maana pasipo hivyo huwezi sema ya kwamba unaweza fanikiwa. Mimi ninaye mzee mmoja bae ni ndugu yangu mmoja, lakini katikati ya kutafuta kwake alikuwa ni mtu ambaye una uwezo mzuri wa sana wa fedha, uwezo mzuri, lakini katikati ya familia yake watoto wamemharibikia. Siku moja nilikuwa nimekaa naye, katika kuzungumza naye, yule mzee analia machozi, analia. Namuuliza kwa nini? Anasema ni bora hata ningekuwa kama sina mali, ningekuwa sina fedha, lakini naiona familia yangu ikiwa iko salama, nikiwaona watoto wangu wakiwa wako salama. Maana ndani pamoja na kwamba ana fedha, lakini maadili ya watoto wake, kuna watoto wake wengine wameharibika kabisa, wanakutumia madawa ya kulevya. Yani wamekuwa watu walioathirika ambao hawezi saidia chochote. Huwezi hata mwagiza kwenda sokoni, huwezi mwagiza hata kwenda kukuletea vocha, huwezi mwagiza, maana amekwisha kuharibikiwa kabisa. Ni mtu amekuwa kama zezeta fulani, amekuwa yupo kama mzigo sasa. Na wakati yeye alitumainia kwamba kwa umri aliyofikia sasa angeweza pata msaada kutoka watoto wake, lakini kutokana na kwamba sasa uzao wake umeharibika, ninamfanya mpaka anajuta hata ile mali aliyo nayo. Haoni furaha yake, haoni amani ya familia ambayo matunda yake ambayo amevuna kupitia kazi aliyofanya muda mrefu, maana mpaka sasa amestaafu. Haoni ile furaha aliyoipokea kupitia kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pamoja na kwamba ana fedha analia, anaona hajafanikiwa, anaona hajafikia pale palipo na kusudi na lengo la maisha yake. Kwa jambo la kufanikiwa ni jambo ambalo linahitajika katika maisha ya Mungu, lakini viko vyanzo vya kusababisha mtu afanikiwe.
Napozungumza hivi vyanzo, ni vyanzo ambavyo vitaleta mafanikio yako yaliyo ya kudumu, yaliyo ya amani, yanayokupa furaha, yanayokupa upendo na yanayokupa tumaini la kuishi. Maana yako mafanikio mengine yana majuto, yako mafanikio mengine yana mahangaiko, yako mafanikio mengine ni kweli watu wakikuona wanahisi kama umefanikiwa, lakini ni ukweli wa moyo na dhamira yako. Ndani yako unajua ni mateso mangapi unapitia. Kupitia hayo yanaonekana kwa watu kama umefanikiwa. Wakati mwingine unatamani bora usingekuwa navyo, lakini watu wakikuona wanakutamani ulivyo navyo, lakini wewe ulivyo navyo utamani hata vikae, utamani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Lakini vyanzo vya mafanikio haya ninavyozungumza na wewe katika siku ya leo ni vyanzo ambavyo ukifanikiwa kupitia vyanzo hivyo utaona neema ya mafanikio yako, utafurahia mafanikio yako, utafurahia fedha yako, utafurahia familia yako, utafurahia ndoa yako, utafurahia uchumi wako, utaishi ukiwa mtu wa amani, utaishi ukiwa mtu wa upendo, utaishi ukiwa mtu ambaye unatumaini. Kwa nini? Kwa sababu mafanikio yako yamepatikana katika vyanzo vilivyo vizuri na vilivyo salama katika maisha yako. Pigia tena Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mmefuatana pamoja na mimi ili tukafundishane vile vyanzo vya mafanikio. Viko vyanzo ambavyo hivyo ukivikosa, ndio maana unaona watu wanahangaika huku na kule. Watu wamehangaika huku mpaka wanakimbia kwenye maji, wanakimbia kwenye vitambaa, wanakimbia kwenye udongo, wanakimbia kwa waganga wa kienyeji, wanakimbia kule na huku, wanatoa mpaka watoto wao, wanatoa wazazi wao. Lakini ukiangalia nini kinafanya mpaka wafike huko penye kuteseka na penye kuhangaika? Ni kwa sababu ya kutafuta mafanikio. Na kwa nini wayatafute mpaka wahangaike kiasi hicho? Ni kwa sababu wamekosa kujua wapi ama ni namna zipi, ni wapi ambapo panasababisha mtu kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wamekosa kujua ni kwa namna ipi watu wanaweza kufanikiwa. Na katika siku ya leo tunataka tujifunze, na nitazungumzia chanzo cha kwanza. Tazungumza chanzo cha kwanza katika kufanikiwa kwako, na kadri Mungu atakavyotujalia kuendelea katika somo hili na vipindi vingine vijazo, tutaendelea kuzungumza na vyanzo vingine. Lakini katika leo Mungu ametupa neema tukajifunze chanzo cha kwanza. Hiki ndicho chanzo namba moja, chanzo ambacho ni msingi wa vyanzo vingine, chanzo ambacho ndicho kinachosababisha sasa na vile vingine vitende kazi. Ukikosa hiki, vile vingine haviwezi tenda kazi, maana hiki ndicho mama, ndicho kinachozaa vile vingine kutenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Chanzo cha kwanza cha mafanikio yaliyo mazuri, chanzo cha kwanza ni kumcha Mungu. Chanzo cha kwanza cha mafanikio katikati ya maisha ya mtu, siri ya kwanza ya kufanikiwa. Kama unatamani ufanikiwe kwenye maisha yako, unatamani uwe na upendo mzuri katika ndoa yako, unatamani uwe na amani, unatamani uwe na umoja kwenye familia yako, unatamani uwe na furaha iliyo ya kudumu kwenye familia yako, ni lazima ukubali kumcha Mungu. Uwe mtu ambaye ni mcha Mungu, uwe mtu ambaye unamfanyia Bwana ibada, uwe mtu ambaye maisha yako umeyawekeza katika Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ninaposema kumcha Mungu, hii ina maana kutambua nafasi ya Mungu katika maisha yako. Watu wengi wanatamani wafanikiwe, watu wengi wanatamani wafanikiwe katika maisha yao, lakini wamepoteza nafasi ya Mungu katika maisha yao. Hawatambui nafasi ya Mungu katika maisha yao. Ukishindwa kuitambua nafasi ya Mungu, maana yake kumcha Mungu kwenye maisha yako, itakuwa ni wakati mgumu. Utateseka katika dunia hii, utahangaika huku na kule. Wakati mwingine utajikuta unaibiwa, wakati mwingine utajikuta unatapeliwa, unaingizwa kwenye vitu visivyostahili, unapelekwa kwenye mazingira yasiyofaa. Kwa nini? Kwa sababu umeshindwa kushika kwa maana kuishi katika chanzo kikuu cha mafanikio, ambayo ni kumcha Mungu katika maisha yako. Kuruhusu Roho wa Bwana atawale kwenye maisha yako, kuruhusu Roho wa Bwana atawale kwenye uchumi wako, kuruhusu Roho wa Bwana atawale kwenye ndoa yako, kuruhusu Roho wa Bwana atawale. Ukiruhusu Roho wa Bwana katawala, ninataka nikwambie msikilizaji wangu, ninataka nikwambie mtazamaji wangu, kucha chanzo namba moja cha mafanikio ya mtu ni katika kumcha Mungu.
Ni katika kumcha Mungu, ni katika kumcha Mungu. Unapomcha Mungu, hii ina maana gani? Tunaposema kumcha Mungu, ina maana gani? Hii ina maana ya kukubali kutembea na Mungu, kutembea pamoja na Mungu. Ukubali maisha yako yatembee pamoja na Mungu. Ukubali uchumi wako utembee pamoja na Mungu. Ukubali ndoa yako itembee pamoja na Mungu. Ukubali mipango yako itembee pamoja na Mungu. Ukubali maono yako yatembee pamoja na Mungu. Ukubali ndoto zako zitembee pamoja na Mungu. Ukubali uwekezaji wako utembee pamoja na Mungu. Ukubali huduma yako itembee pamoja na Mungu. Watu wengi wanatembea peke yao, ndio maana wanapitia wakati mgumu, ndio maana wanakutana na vitu vinavyozuia. Kwa nini? Kwa sababu hawana ambaye wametembea naye, aliye na nguvu, awezaye kuvunja vinavyozuia, awezaye kuvunja mipaka iliyowekwa kuzuia mafanikio yao, awezaye kuvunja na kutengeneza njia. Maana Biblia inasema yeye ni njia, kweli na uzima. Maana yake yeye akikutangulia anatengeneza njia, ukitembea pamoja naye. Ndio maana mtu mmoja, mtumishi wa Mungu Musa, analigundua jambo hili kwamba katika kufanikiwa ni lazima niambatane pamoja na Mungu, ni lazima nitembee pamoja na Mungu. Baada ya Musa kuelewa, kuna nyakati wakiwa katika safari yao ya kuelekea katika nchi ya Kanaani, katika ile nchi ya ahadi, wamefika mahali wamekutana na ugumu wa safari yao. Imefika mahali ambapo wakati mwingine watu wamekata tamaa, wakati mwingine watu wameshindwa kuendelea, ikajikuta na lile kundi alilonalo linafika wakati linatenda dhambi. Musa anapata wakati mgumu wa kulipeleka, lakini Musa akarudi mbele za Bwana, akakumbuka kwamba moja ya siri ya kufanya mtu afanikiwe ni kumcha Bwana. Moja ya siri ya kufanya mtu afanikiwe ni kumtanguliza Mungu. Moja ya siri ya kumfanya mtu afanikiwe ni kwenda pamoja na Mungu. Musa akarudi mbele za Bwana, katika kitabu cha Kutoka ile sura yake ya 33 mstari wake wa 14 na mstari wa 15. Kitabu kile cha Kutoka ile sura yake ya 33 na ule mstari wake wa 14. Biblia inasema hivi, akasema uso wangu utakwenda pamoja na wewe, nami nitakupa raha. Mstari wa 15, naye akamwambia, uso wako usipoenda pamoja na mimi, usituchukue kutoka hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anamwambia Musa, baada ya Musa kumrudia Mungu, Musa kuiona safari na kuwa ngumu, Musa kuona kukosa tumaini la kufanikiwa katika kuwapeleka watu waliokabidhiwa katika nchi ya ahadi, Musa anafika wakati anamrudia Bwana. Mungu anamwambia, nitakuwa pamoja na wewe. Baada ya Mungu kumwambia Musa, nitatembea pamoja na wewe, Musa anataka kujidhibitishia. Musa anarudi anamwambia Mungu kwamba kama unajua ya kwamba hautatembea pamoja na sisi, kwenda na sisi katika safari. Maana yake Musa anaelewa kama Mungu hatatembea na sisi, tutapita kwenye matatizo, tutapita tena kwenye dhoruba, tutapita tena kwenye kuanguka, tutapita tena kwenye kurudi nyuma, tutapita kwenye masumbufu, tutapita kwenye haya. Musa anajua ya kwamba iko sababu katika safari ya kufanikiwa utembee na Mungu. Musa anamng'ang'ania Mungu, anamwambia kama unajua hautatembea pamoja na sisi, basi usituchukue mahali hapa. Bora tuache tufie hapa, bora tuache tukae hapa, tusifike ile nchi ya ahadi. Lakini kama unajua utatembea pamoja na sisi, basi turuhusu tuondoke mahali hapa, twende katika nchi, tuendelee na safari ya kuendelea katika nchi ya Kanaani. Musa anaelewa, na mimi nataka nikukumbushe, nataka nikueleze tumishi wa Bwana kwamba moja ya siri ya kufanikiwa kwako ni kukubali kumcha Mungu, ni kukubali maisha yako yatawaliwe na Mungu, ni kukubali maisha yako yaongozwe na Mungu. Utembee pamoja na Bwana, usiende bila kuwa na uhakika kwamba jambo ninalolitenda uko mkono wa Bwana juu yake. Usiende bila kuwa na uhakika kwamba ndani ya ndoa yangu uko mkono wa Bwana juu yake. Usiende bila uhakika kwenye uchumi bila kujua ya kwamba mkono wa Bwana uko katika uchumi wako. Na ili ujue ya kwamba uko mkono wa Bwana uko kwenye uchumi wako, ni wewe kukubali Mungu atawale uchumi wako, ni wewe kukubali Bwana atawale ndoa yako, ni wewe kukubali Bwana atawale kwenye maisha yako, ni wewe kukubali Bwana atawale uwekezaji wako. Uruhusu nguvu yake itembee, umtumainie yeye, umtegemee yeye, ili atembee kwenye uchumi wako, yeye awe ngao kwenye uchumi wako, yeye awe neema ya uchumi wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize mtumishi wa Bwana.
Katika mafanikio kuna mambo mengi, kuna kupitia changamoto nyingi, kuna kupitia vitu vingi sana. Ungepewa neema ya kufunuliwa, ukajua katika ulimwengu huu tunaokaa kuliko na vita, tunaokaa kuliko na maadui, watu wanaokuwazia mabaya, wanaowaza kuharibu uchumi wako huo, wanawaza kuteketeza huo mtaji, wanawaza kuivunja ndoa yako, wanawaza kuwewe, wanatamani waone ukiwa kwenye tabu, wanatamani waone ukiwa unahangaika, wanatamani waone ukiwa umefilisika. Ungefunuliwa kuona, ungeamini ninachokwambia kwamba inakupasa umche Bwana. Kwa nini inakupasa umche Bwana? Kwa sababu aina ya maadui wale wanaokuwazia mabaya, wewe kwa akili zako huwezi jua, lakini unapomcha Bwana umempa nafasi. Biblia inasema yeye ni baba atazamaye silini. Kama anatazama silini, anaweza kuichunguza mioyo yaliyo maadui wako ya wazaya mabaya juu yako, akaweza kujua aina ya mitego ambayo adui ametega juu yako. Kwa kuwa anajua hilo, Bwana anaweza kutegulia, Bwana anaweza kutengenezea njia, Bwana anaweza kukusafishia. Katika kukusafishia huko unapata kupita. Walikuwa wamekutegea mashimo kwamba ukifika hapa uchumi wako utaanguka, uchumi wako utaishia hapa. Unakuta Mungu aliyekutangulia amesawazisha ile mitego, ameondoa ile mitego. Unapita ukiwa salama, unapita ukiwa na ushindi, unapita ukiwa na neema. Kwa nini? Kwa sababu yuko Roho Bwana anakutangulia, yuko Roho Bwana anatembea pamoja na wewe. Wako watu walio na neema ya kufanikiwa, ni wale waliokubali maisha yao kutembea pamoja na Bwana, waliokubali kuithamini nafasi ya Yesu kwenye maisha yao, waliokubali kumnyenyekea Bwana, waliokubali kumwabudu Bwana, waliokubali maisha yao yajengwe katika misingi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, tunaposema habari ya kumcha Bwana kwamba ni chanzo cha kwanza cha mafanikio ya mtu kwenye kumcha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nimeona watu wakiwa wanatokea familia duni sana, wakiwa wanatokea maisha magumu sana, wakiwa wanatokea mazingira magumu sana, lakini walipomshika Mungu, wakamng'ang'ania Mungu, Mungu amenyoosha mapito yao, Mungu amesafisha mapito yao, Mungu ameondolea laana, Mungu ameondolea vifungo. Hakuna mtu mwingine yeyote anayeweza kuondoa vifungo katika maisha yako. Hayupo. Hata kama ni mganga anakudanganya, mtu pekee awezaye kuondoa vifungo katika maisha yako ni Mungu wetu aliye hai. Ni Mungu wetu tunayetabika kumtegemea. Ndio maana ninapokufundisha hapa na kufundisha somo linasema siri za mafanikio, lakini siri ya kwanza ukubali kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nitakudanganya katika vitu vingine, nitakufundisha vingi, lakini kama hiki cha kwanza hautakifanya kuwa msingi, hautakifanya kuwa chanzo chako cha namba moja, itakuwa ni ngumu kufanikiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama ukikubali kujenga mafanikio hayo katika Mungu, ukakubali kujenga misingi ya mafanikio yako katika Mungu, utaona kufanikiwa, utaona kushinda. Maana kila ambapo adui atakaa vikao katika lugha ya sirini, atakapokaa vikao katika ulimwengu wa siri, huko amekaa huko, nyakati nyingine umelala, hata ujui kinachozungumzwa na wewe, kinachozungumziwa juu yako kwenye vikao vya wachawi, kwenye vikao vya maadui zako. Wamekaa wanakuzungumza, wako akili zako uelewi. Yupo Roho Bwana atajua, yupo Roho Bwana ataona, yupo Roho Bwana atatazama ile mipango yao, yupo Roho Bwana atasikia. Kwa masikio yako hutasikia, lakini masikio ya Roho Bwana aliyoko ndani ya maisha yako, aliyoko ndani ya uchumi wako, yeye atasikia. Halafu anasema anakuhabarisha hizi habari, na akishasikia anasema anakutengenezea njia. Yeye anatangulia, anatawanya ile idadi ya maadui, wewe unakuja kupita ukiwa salama. Kama uliye mwana wa Mungu, uliye mtu uliye rafiki na Bwana, Mungu amekutengenezea njia, unapata kupita, unapata kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema habari ya kwamba kumcha Mungu ni chanzo namba moja cha mafanikio, ninamaanisha ya kwamba hapa ni kukubali kumfanya Mungu awe mfadhili wa maisha yako, awe mfadhili wa kwanza. Unajua kuna kipindi watu wanapokuwa wanataka kufanya vitu, lakini wako pengine hawana uwezo wa kufanya vile, wanasema na kwenda kutafuta wafadhili. Hata ndani ya nchi yetu ya Tanzania umesikia kwamba wanaweza kuwa wanafanya mradi mkubwa, wanatengeneza ule mradi kwa kuwa ndani yao ya hazina ya mfuko wa serikali hakuna fedha. Wanakwambia tutafute mfadhili, ili mfadhili atufadhili, atuwezeshe ili tuweze kulitenda hii, atuwezeshe kifedha ama vifaa tuweze kulitenda hii. Na mimi nataka nikwambie, kama unataka kufanikiwa katika maisha yako, hebu mruhusu Mungu awe mfadhili wako, mruhusu Bwana awe mfadhili wako kwenye uchumi wako, awe mfadhili kwenye kazi yako, awe mfadhili ili akuwezeshe yeye. Mwambie Bwana, uniwezeshe nipate kufanikiwa, uniwezeshe nguvu ya kufanikiwa,
uniwezeshe nguvu ya kumiliki, uniwezeshe nguvu ya kutawala, unipe uweza na nguvu ya kwenda pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watumishi wa Bwana. Umfanye Mungu kuwa mfadhili wako. Usizitumainie akili zako, usizitegemee akili zako, maana ndivyo anavyosema kwamba mtumainie Mungu kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Maana yake umfanye yeye ndiye awe mwanzo na mwisho katika uchumi wako na katika mafanikio yako, katika matamanio yako. Kile unachokitamani kikatokea kwenye maisha yako, mfanye Mungu ndiye awe mwezeshaji wa kwanza. Mfanye Mungu awe mwezeshaji wa kwanza. Akifanya Mungu akawa mwezeshaji wa kwanza, ndio maana anasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza, na haya mengine mtafanya nini? Mtapata kuzidishiwa. Anamaanisha kwamba kutafuta ufalme wa Mungu kwanza ni kumruhusu Mungu yeye ndiye awe mtu wa kwanza kuyaongoza, ili awe na nguvu, iwapo nguvu ya Mungu kwenye kuongoza maisha yako, kwenye kuongoza ndoto zako. Ni kweli unayo mawazo mazuri sana, unayo mipango mizuri sana ya kufanikiwa, unatamani kufika mbali sana, unatamani kwenda viwango vingine, unatamani kupanda viwango vingine. Ni kweli mtu akisikiliza mipango yako, akasikiliza ile project yako uliyoiandaa kwa ajili ya kufanikiwa kwako, kwa ajili ya ndoto ulizo nazo juu ya watoto wako, unavyotamani uishi kwenye ndoa, unavyotamani utembee, unavyotamani mtumikie Mungu, unavyotamani ufanye huduma yako, ni mipango mizuri. Lakini nataka nikwambie, pasipo Mungu ni bure, pasipo Mungu hutaweza, pasipo Mungu hutafika, pasipo Mungu hutafaulu. Unamhitaji Mungu, unamhitaji Mungu ili akutengenezee mapito. Biblia inasema yeye hunyosha mapito. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Anaposema yeye hunyosha mapito, hana maana ya kwamba ni mapito ya matatizo. Amana. Tunaposema kunyosha mapito, imebeba maana mbili. Inaweza ikawa ni zile dhoruba, zile changamoto, vile vizuizi vitakavyokuwa vinakuzuia ili usifanikiwe, yeye anavinyosha, yeye anaviondoa. Lakini pia ni katika safari, unaposafiri, hata kama sikukutana na vizuizi, safari ni safari tu. Unapotembea kuna vitu utakavyokutana navyo. Ili viwe salama, ni lazima atangulie mnyosha mapito. Ni lazima atangulie kwanza, akusawazishie kwanza, akuondolee kwanza. Unapopita unapata kufanikiwa. Ndio maana sasa ukianzisha mtaji wako, ulikuwa umeweka mtaji wa 100,000, utaona maisha yanapanda, utaona kila kitu hapo unazidi kwenda, utaona unazidi kupanda. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amekufanikisha. Mtaji wako unapanda. Ulianza na 100,000, sasa una 500,000, una milioni, una milioni 5, una milioni 10, una milioni 100. Lakini ulianza na mdogo, lakini kwa sababu yupo mnyosha mapito aliyekutangulia kukunyoshea, unaona kufanikiwa, unaona kuendelea, unaendelea kwa mbele za Mungu, unaendelea kumwomba Mungu, unaona Mungu anakupandisha katika maisha yako. Ninaposema kumcha Mungu, ninamaanisha umfanye Mungu awe mshauri wako. Naposema kumcha Mungu, umfanye Mungu awe mshauri wako kwenye mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inadhibitisha, nasema Roho wa Mungu tuliye naye ndiye ni roho ushauri, ni kiongozi wetu, anatushauri. Ukimfanya Mungu awe mshauri wako, maana yake kituta ulikuwa unaenda kuangamia, ulikuwa unakwenda katika njia isiyofaa, ulikuwa unaenda kuanguka, yeye kwa sababu ni mshauri anakuonya, anakuambia, anakuelekeza, anakurudisha, anakuweka kwenye nafasi iliyo nzuri. Kwa umfanye Mungu awe mshauri wako. Ninaposema kumcha Mungu katika kufanikiwa kwako, na maanisha umfanye Mungu awe mlinzi wa mali zako, umfanye Mungu awe mlinzi wa uwekezaji wako, umfanye Mungu awe mlinzi wa mtaji wako, umfanye Mungu awe mlinzi wa kile ulichokibeba, umfanye Mungu awe mlinzi wa karama yako, umfanye Mungu awe mlinzi wa huduma, awe mlinzi wa kipawa chako, umfanye Mungu awe mlinzi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Umfanye Mungu awe mlinzi katika maisha yako. Hem, tukaangalia kile kitabu cha Ayubu. Angalia kile kitabu cha Ayubu. Kile kitabu cha Ayubu. Nazungumzia somo linasema mafanikio, chanzo cha mafanikio ama siri za mafanikio. Chanzo cha mafanikio ama siri za mafanikio. Chanzo cha mafanikio ama siri za mafanikio. Na tuko kwenye chanzo cha kwanza ambacho ni kumcha Mungu. Tuko kwenye chanzo cha kwanza ambacho ni kumcha Mungu. Chanzo cha kwanza cha mafanikio ni kumcha Mungu. Chanzo namba 1 cha mafanikio ni kumcha Mungu. Chanzo namba 1 cha mafanikio ni kumcha Mungu. Chanzo namba 1 cha mafanikio ni kumcha Mungu. Na ninasema kumcha Mungu ni kumfanya Mungu awe mlinzi wa mafanikio yako, ni kumfanya Mungu awe mlinzi wa mafanikio yako. Kitabu kile cha Ayubu sura yake ya 22 na ule mstari wake
wa 21. Kitabu kile cha Ayubu sura yake ya 22 na ule mstari wake wa 21. Biblia inasema hivi: mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kumbuke nyuma pale nilipoanza nilikwambia kwamba mafanikio ni jumla ya mambo yote yanayosababisha amani kuweko ndani ya maisha ya mtu, na mafanikio ni jumla ya yale mambo yote yanayofanya mtu awe na amani. Na hapa kwenye kitabu cha Ayubu neno la Mungu linasema ukimjua Mungu unakuwa na amani. Anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Anasema ndivyo na mema yatakavyokujilia. Ndivyo na mema yatakavyokujilia. Maana yake ukikubali kumcha Mungu, Biblia inasema kwanza unakuwa na amani. Ukishakuwa na amani, kadiri hiyo sasa ya kukubali kumcha Mungu, ndivyo na mema yanavyokujilia. Ndivyo na mema yanavyokufuata. Kwenye mambo yako yanakufuata mema. Kwenye ukiweka mambo kuna kuwepo na wepesi wa kutembea kwenye vitu vyako, kukua, kuwa hai. Kwa nini? Kwa sababu umekubali kumcha Bwana. Umekubali kumcha Mungu. Umekubali kumcha Mungu. Umekubali kumcha Mungu. Ukikubali kumcha Mungu, Biblia inasema mema yatakujilia. Sio kwamba utayatafuta, sio kwamba utayangaikia. No, Biblia inasema yale mema yatakujilia. Ukikubali kumcha Mungu, yale mema yatakujilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukaongeza pia kwenye kile kitabu cha Yoshua. Tuongeze katika kile kitabu cha Yoshua, katika kile kitabu cha Yoshua. Ongeze pale kitabu cha Yoshua ile sura ya kwanza na ule mstari wa 8. Kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza na ule mstari wa 8. Kitabu kile cha Yoshua sura ya kwanza na ule mstari wa 8. Biblia inasema hivi: kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humu, maana ndipo utakapofanikisha njia zako, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Nirudie hili neno tena. Kitabu ni kile cha Yoshua, ile sura yake ya kwanza na ule mstari wake wa 8. Biblia inasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana baada ya kuwa umekubali kumcha Mungu, umekubali kuishi ndani ya neno lake, umekubali kuishi ndani ya agano lake, umekubali kuishi ndani ya mapenzi yake, umekubali kuishi ndani ya kusudi la Mungu, Biblia inasema hapo ndipo mafanikio yatakapokujilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana, watumishi wa Bwana. Tazamaji wangu, Biblia inasema hapa wazi kwamba maana ndipo utakapofanikiwa njia zako. Ukikubali kumcha Bwana, ndipo utakapoanza kuzifanikisha njia zako. Njia zako zipi? Kwenye uwekezaji wako uliowekeza. Njia zako zipi? Kwenye tamanio lako la amani ya ndoa. Njia zako zipi? Kwenye yale mambo ambayo kwa akili za kibinadamu huwezi yatenda, lakini ukikubali kumcha Mungu, ukikubali kumwendea Bwana, ukikubali Bwana akutangulie, ndipo na yale mema yatakapokujilia. Anasema tena, anamalizia anasema, kisha ndipo utakapostawi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukumbuke mtumishi wa Bwana, tunaposema kufanikiwa, pasipo kustawi huwezi fanikiwa. Ni lazima iweko mbegu ya kustawi. Ni lazima kuweko roho ya kustawisha. Ni lazima kuweko roho ya kufanikisha. Na hizi roho zinatoka wapi? Hazinunuliwi dukani, hazikopwi benki, hazipewi kwa kunywa maji, haziji kwa kukanyaga vitambaa, haziji kwa kula udongo. Zinakuja kwa kulitegemea jina la Mwokozi Yesu, zinakuja kwa kuliabudu jina la mfalme wa wafalme, linakuja kwa... Ndio maana anasema yeye ni maji yaliyo hai. Ukimnywa yeye huwezi ona kiu tena, utaona kuchanua, utaenda kuendelea. Ndio maana anaitwa mnyunyizi wetu. Yeye ni chemichemi ya uzima wetu. Yeye ni mwanzo wa mafanikio yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, watumishi wa Mungu. Hebu tukaongeze kile kitabu cha Methali. Nazungumzia kumcha Bwana kama chanzo namba 1 cha mafanikio. Tukaongeze katika kile kitabu cha Methali. Kitabu kile cha Methali ile sura ya 14, kitabu chake cha Methali sura ile ya 14 na ule mstari wa 27. Kitabu ni kile cha Methali sura yake ni ya 14 na ule mstari wa 27. Biblia inasema hivi:
Kumcha Bwana ni chemichemi ya uzima. Kumcha Bwana ni chemichemi ya uzima, ili kuepukana na tanzi ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kumcha Bwana ni chemichemi, yani chemichemi. Katika mto wowote unaoona unatiririsha maji, lazima kuweko mwanzo chanzo chake huwa ni hali ya chemichemi. Vimaji vidogo vidogo tu unaviona vinatoka vinatiririka, lakini ukifuatilia ukatembea na ule mto mbele, unakuta ni mto mkubwa. Unaweza kubeba hata ng'ombe ukampeleka, unaweza kubeba hata mtu ukampeleka, unaweza kubeba kitu ukapeleka. Lakini chanzo chake huku kulikuwa na vimto vidogo vidogo, kulikuwa na vyanzo vidogo vidogo vilivyosababisha ule mto sasa upate nguvu, upate kwenda pakubwa, upate kusafiri, upate kutiririsha maji. Na katika mafanikio ya mwanadamu, kama unataka kufanikiwa, ukubali kumcha Bwana. Biblia inatuthibitishia, inasema kumcha Bwana ndicho chemichemi, ni chemichemi ya uzima wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ni chemichemi ya uzima. Tumishi wa Bwana, huwezi sema una ndoa nzuri kama haina uzima ndani yake. Huwezi sema una uchumi mzuri kama ule uchumi hauna uzima ndani yake. Huwezi sema una kampuni nzuri kama ile kampuni haina uzima ndani yake. Lazima kuweko na uhai, lazima kuweko na uhai. Ndio maana unaweza kama kampuni hii iko hai, ndio maana unasema kampuni hii sasa inaendelea vizuri. Kinachosababisha iendelee ama iwe hai ni ile uzima ulioko ndani yake. Na Biblia inatuthibitishia kwamba hapana panapo pengine patawapo chemichemi ya uzima, bali ni katika kumcha Bwana, ni kwenye kulitegemea jina lake, ni kwenye kulitumainia jina lake, ni kwenye kutumainia nguvu yake, ni kwenye kutumainia uwezo wake. Hapo peke yake ndipo palipo na chemichemi ya uzima. Lakini iko neema ya Bwana kwako utakaye kubali, maisha yako yatauliwa na Bwana. Ukisha kubali ile neema ya Bwana ikatawala kwenye maisha yako, Biblia inasema ya kwamba anakupa chemichemi ya uzima. Haleluya, anakupa chemichemi ya uzima. Nasikia raha ndani yangu kumtumainia huyu Mungu, nasikia raha ndani yangu kumwabudu huyu Mungu, maana kumbe ukimwabudu ndani yako kuna kuwekwa na chemichemi za uzima, ndani yako kuna kuwekwa na chemichemi za kufanikiwa, ndani yako kuna kuwekwa na chemichemi za kuinuka. Watu watakutakataa, lakini kwa kuwa iko chemichemi ya Mungu ndani yako, wataona unaenda. Watu watakutenga, lakini kwa kuwa ndani yako iko chemichemi ya uzima, wataona unatembea. Haleluya, wataona unashinda, watasema hatavuka hapa. Wanashangaa wanakuona unavuka. Why? Kwa sababu ndani yako imekuwekwa chemichemi ya uzima. Pigia tena Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Ongezea tena Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Geza kile kitabu kile hicho cha Mithali, hiyo sura ya 14, ongezea ule mstari wa 26. Ongezea ule mstari wa 26. Kitabu hicho cha Mithali sura ya 14, ongezea ule mstari wa 26. Biblia inasema hivi: kumcha Bwana ni tumaini imara. Kumcha Bwana ni tumaini imara. Watoto wake watakuwa na kimbilio. Inasema kumcha Bwana ni tumaini imara. Watoto wa yule amchaye Mungu watakuwa na kimbilio. Watoto wake Mungu watakuwa na kimbilio. Nisikilize mtumishi wa Bwana. Inawezekana unapita kwenye changamoto, huna msaada, huna pa kukimbilia, huna pa kupeleka kueleza shida yako, huna pa kwenda kupata msaada, huna pa kwenda kupata majibu. Yamekutinga moyoni mwako, yamekutinga kwenye ufahamu wako. Ukijiuliza unasikia kama akili inazunguka. Wapi upate majibu? Nataka nikwambie papo mahali pa kupata majibu, ambapo ni katika Mungu abebaye yote. Yeye ana majibu juu ya afya yako, yeye ana majibu juu ya ndoa yako, ana majibu juu ya masomo yako, ana majibu juu ya uchumi wako, ana majibu juu ya ulipoanguka, ana majibu juu ya dhambi yako, ana majibu juu ya maumivu uliyo nayo, ana majibu juu ya majeraha uliyobeba. Bwana Mungu ana majibu juu yake. Wana Biblia inasema wanaokubali kumcha Mungu wamepata mahali pa kukimbilia. Nyakati wachawi wanataka kuwaroga, wao wanakimbilia kwa Yesu. Watu wanaoendea kwa waganga, wao wana mahali pa kukimbilia. Wakisha kimbilia, anawafunika kwa mbawa zake, anawafunika kwa damu yake, anawafunika kwa mapenzi yake. Wao wamchao Bwana wana mahali pa kukimbilia. Wamchao Mungu, wamama wamchao Mungu wana mahali pa kukimbilia. Vijana wamchao Mungu wana mahali pa kukimbilia. Wababa wamchao Mungu wana mahali pa kukimbilia. Vijana wamchao Mungu wana mahali pa kukimbilia. Wamchao Bwana katika uchumi wao wana mahali pa kukimbilia. Wengine wanaweza kuwa wanakimbilia ndugu zao, lakini wewe umchaye Bwana unapo mahali pa kukimbilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtumishi wa Mungu wa Biblia akaimba, anasema wengine wana watu wakienda hospitalini wa ndugu yake ni daktari,
Maana yake anaweza pita asipange hata foleni, lakini wewe ni nani ambaye akuwezesha akusaidie? Ni kwenye kumcha Bwana. Kubali tu kumcha Mungu, atakutoa katika hali ulionayo, atakutoa katika mazingira ulionayo. Pamoja na kwamba wengine wanao ndugu zao, lakini ndugu ana mwisho. Mwanadamu siku zote ana ukomo wa kutenda. Mwanadamu siku zote ana ukomo wa kuona. Mwanadamu siku zote ana ukomo wa kushika. Lakini ninayekutangazia habari zake, yeye hana mwanzo, hana mwisho. Yeye anawezesha katika hali yoyote. Kuna maadui wengine wanadamu wanaweza kuwakimbia, hata kama ni maskari wameshika polisi, wameshika bunduki, kuna mahali wanakimbia na bunduki zao. Lakini huyu mwanamume ninayekutangazia Yesu hajawahi kimbia mahali popote. Hata walipomkamata wakampeleka katika kusurubiwa, wala yeye hakukimbia. Alipelekwa katika nyumba ya mfalme, wala yeye hakukimbia. Walipokuja kumtafuta alijitambulisha kwao, akaniambia niko hapa, nikamateni. Biblia inasema walipomsogelea wakaanguka, wakadondoka kule mbali. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake iko nguvu, ndani yake uko uweza, ndani yake kuna mamlaka, ndani yake kuna uwezo usiokuwa wa kawaida. Ndio maana mtumishi wa Bwana anakuambia kwamba unataka kufanikiwa, unataka kupata mafanikio kwenye maisha yako, ukubali kuyakabidhi maisha yako mbele za Mungu. Ukubali kumpa Mungu maisha yako. Ukubali kukabidhi maisha yako mbele za Mungu. Niongeze kile kitabu cha Methali, sura ile ya 22. Napoelekea mwishoni, kitabu kile cha Methali sura ya 22. Sura yake ya 22 na ule mstari wa 4. Kwao nafundisha somo linaitwa chanzo cha mafanikio. Vyanzo vya mafanikio ama siri za kufanikiwa. Katika siri za kufanikiwa, tumeona siri ya kwanza ya ili mtu afanikiwe ni kukubali kumcha Mungu. Ni kukubali maisha yake yajengwe ndani ya Mungu. Ni kukubali uchumi wake ujengwe ndani ya Mungu. Kitabu kile cha Methali sura ile ya 22 na ule mstari wa 4. Sura ya 22 mstari wa 4. Biblia inasema hivi: thawabu ya wanyenyekevu ambayo ni kumcha Mungu. Thawabu ya unyenyekevu ambayo ni kumcha Mungu ni utajiri na heshima, nayo ina uzima. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake thawabu, maana yake zawadi ya kwa watu ambao wanamcha Mungu, kitu wanachopewa, wanachotumikiwa, wanachovuna watu wanaomtumikia Mungu, kitu ambacho wanakivuna wanaomtumikia Mungu. Biblia inasema kwanza ni utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Unapozungumza utajiri, kuna watu wengine wanahisi ni fedha tu na mali. No, tunaposema utajiri, hata afya ni utajiri. Tunaposema utajiri, hata mali ulizo nazo ni utajiri. Tunaposema utajiri, hata kuwa na mipango yako kufanikiwa ni utajiri. Biblia inasema wanachokivuna watu wanaomcha Mungu, wanachokipewa watu wanaomcha Mungu, cha kwanza wanapewa utajiri, wanapewa heshima, alafu wanakuwa na uzima. So mpigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaokubali kumcha Mungu, Biblia inadhibitisha, inasema ya kwamba wanapata utajiri, wanapewa heshima. Watoto wao wanapewa heshima, wanapewa kuinuliwa, wanapewa kutembea. Kwa nini? Kwa sababu wamekubali kumcha Mungu. Niongezea katika kile kitabu cha Zaburi, kitabu kile cha Zaburi. Niongeze katika kile kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 112, Zaburi ya 112. Nitasoma mstari wa kwanza na ule mstari mpaka mstari wa 3. Zaburi ya 112 nitasoma ule kuanzia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 3. Biblia inasema haleluya, heri mtu yule amchaye Bwana. Haleluya, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake, apendezwaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani, wazao wa mtu ambaye humcha Mungu watakuwa hodari duniani. Kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Anasema mstari wa 3, nyumbani mwake, mtu huyo amchaye Mungu, nyumbani mwake muna utajiri na mali, haki yake yakaa milele. Ndani ya nyumba ya mtu anayemcha Mungu kuna utajiri, kuna mali ndani ya mtu anayemcha Mungu. Tumishi wa Mungu, usihangaike kutafuta mafanikio, hangaika kumpata Mungu kwanza katikati ya maisha yako. Mpate Mungu. Ukishampata Mungu, umepata chemichemi ya kufanikiwa, umepata chemichemi ya kumiliki, umepata chemichemi ya kutawala, umepata chemichemi ya uzima, umepata chemichemi ya afya njema, umepata chemichemi ya watoto wazuri wenye kukuheshimu, umepata chemichemi ya ushindi. Ukikubali kwenye kumcha Bwana, ukikubali kwenye kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukikubali kwenye kumcha Mungu. Tumishi wa Mungu, kwenye hili somo nalofundisha vyanzo vya mafanikio ama siri za kufanikiwa,
Nataka nikwambie Mungu ni kwa nini yeye ndiye chanzo cha kwanza cha mafanikio yako. Ni kwa sababu yeye ndiye mwanzo wa mambo yote yaliyo mema. Hakuna jema ambalo Mungu siye mwanzo wake. Ukitaka upendo katika ndoa, yeye ndiye mwanzo wa upendo. Ukitaka amani, yeye ndiyo mwanzo wa amani. Ukitaka furaha, yeye ndiyo mwanzo wa furaha. Ukitaka tumaini, yeye ndiyo mwanzo wa tumaini. Ukitaka umoja, yeye ndiyo mwanzo wa umoja. Ndio maana nasema wao wana umoja kama sisi tulivyo na umoja. Maana yake Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wao wana umoja. Kwa nini wana umoja? Kwa sababu wao ndicho chanzo cha mambo yote. Huwezi tafuta mafanikio kama hutakubali kukubali kilicho chanzo cha kwanza cha mafanikio kikakata kwenye maisha yako. Ukikubali Mungu akawa chanzo cha mafanikio yako, akawa chanzo cha mema yako, akawa chanzo cha kutembea kwako, akawa chanzo, utamwona Mungu anatembea. Utaona kile unachopanda. Yule apukutushaye hata pukutusha, yule avunaye kabla ya wakati hata vuna, yule ambaye anapindisha hata pindisha. Maana umemruhusu aliye chanzo, aliye na ulinzi upitao ulinzi wote, alindaye usiku na mchana, amekutangulia katika maisha yako. Amekutangulia katika uwekezaji wako, amekutangulia katika mipango yako, amekutangulia katika kusudi lako. Ni nini ulichokikusudia? Nataka nikwambie katika mchana wa leo ya kwamba kila ulichokikusudia, hebu mruhusu Mungu, mruhusu Bwana kwenye kile ulichokikusudia. Mungu apate kukutangulia, Mungu apate kutembea pamoja na wewe, Mungu apate kukuonekania. Ukitenda hilo, nataka nikwambie umeshika chanzo namba moja cha mafanikio yako. Somo nalofundisha usisahau, nafundisha somo linasema siri za mafanikio, na nikakwambia kwamba mafanikio ni kitu kinatamaniwa na kila mtu aliye na akili timamu, na mafanikio ni moja ya kitu kinautesa ulimwengu. Watu wanahangaika huku na kule, wanakwenda kusini, kaskazini, magharibi na mashariki, wanakwenda mikoa na mikoa kuhangaika kutafuta mafanikio. Lakini nikakwambia kwa nini wanataabika na wasiyapate? Ni kwa sababu wamekosa kujua ni nini kilicho chanzo cha kufanikiwa. Mafanikio yamefichika katika njia ipi? Mafanikio yamejificha katika sehemu ipi? Ndio nikakwambia sehemu ya kwanza iliyobeba mafanikio yako, iliyoficha mafanikio yako, iliyo chanzo cha mafanikio yako ni katika kumcha Mungu aliye hai. Bali kumcha Mungu amekupa utajiri dumu, usio na majuto, usio na mateso, bali utamwona mkono wake ukiwa unakutangulia. Basi mtumishi wa Mungu, nikusikilize mtazamaji wangu wa Sibuka TV pamoja na Lindi FM, tangu tumeanza pamoja na wewe mpaka sasa tunapohitimisha pamoja na wewe. Lakini wito wangu kwako, endelea kukabidhi maisha yako, Bwana yatangulie. Mungu akawe ngao ya maisha yako, Mungu akawe weza na nguvu zake vikatangulia maisha yako, utaona ukifanikiwa. Tutakuwa kwa siku ya leo, wakati huu tutakuwa tunaishia mahali hapo. Nikukumbushe tu kwamba anayekuletea somo hili tutakuwa linaendelea ni mchungaji Boniface Steven, natokea kanisa la EAGT pale Bujola Kisesa, katika wilaya ya Magu, ndani ya mkoa huu wetu wa Mwanza. Na Mungu wa mbinguni akubariki. Na katika kipindi kitakachokuja wiki ijayo, tutakuwa tunajifunza tena chanzo cha pili cha mafanikio. Chanzo cha pili cha mafanikio. Nikuombe usisahau kutazama tena kipindi katika wiki ijayo. Tunaenda kujifunza chanzo cha pili, vipo vyanzo vitano vya mafanikio, na katika somo hili nitavifundisha chanzo kimoja kimoja, ili kama utanifuatilia vizuri, utaona maisha yako Mungu akiyabadilisha, utaona maisha yako Mungu akiyatangulia, na neema ya Bwana itakufunika. Basi unaweza funika macho yako mahali ulipo, nami nikamshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu, Mfalme, Mungu mwema, asante kwa kuwa umeanza pamoja nasi mpaka sasa unapoendelea kuhitimisha nasi. Ni wewe Bwana utawalaye mbingu na nchi, wewe ambao uliwajua tangu wakiwa tumboni mwa mama wao. Unajua mawazo yao, wanawaza nini, wanatamani wapite wapi, wanatamani wafike wapi. Ni wewe Baba umewasii na kuambia ya kwamba wakiyakabidhi maisha yao mikononi mwako, wewe utawapa kufanikiwa. Ndivyo ulivyojifunua kwao katika siku ya leo. Nami nakusihi Baba, nenda kawafanikishe, nenda kawatangulie, nenda kawainue, ukawe amina na kweli kwao, ukawe mwaminifu. Kila atakaye kukimbilia, kila atakaye kujilia, usimwache akaibika, bali Mungu ukayenyoshe mapito yake, ukamuinue kama ambavyo Mungu unasema kwenye maneno yako. Unainua watu kutoka mavumbini, unawaketisha juu, unawaketisha na wafalme. Yesu mfalme uzima, nenda kaonekanie, kawape uzima, kawape kushinda, kawape kuendelea. Baba mfalme amani, neema yako ikaonekane juu yao. Ninakushukuru Baba, ni katika damu yako mengi ambayo Mungu yamkini sijayataja kwa kinywa changu, lakini naomba kayatende katikati ya watu hawa, ili heshima na utukufu tukakurejeshea wewe. Ni katika jina lako Baba, jina lako Mwana na jina lako Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki.